Ya Pokot Magharibi. Waumini na viongozi wa dini katika kaunti hii sasa wanataka usimamizi wa kanisa la Kianglikana nchini kuingilia kati na kutatua mzozo wa muda mrefu ambao umekuwa ukishuhudiwa katika dayosisi ya Kapenguria. Mwandishi wetu wa Pokot Magharibi, Oscar Kakai wa Masega, anaripoti kuwa hali hiyo imechangia mgawanyiko mkubwa na hata kuibua makundi mawili kinzani yanayolumbana mara kwa mara. Katika kanisa la Kianglikana dayosisi ya Kapenguria katika kaunti ya Pokot Magharibi inaendelea kushuhudiwa, huku pande mbili kwenye kanisa hili zikitofautiana. Na sasa tuko mwaka 5 bila bishop, tunahang, hatujui sisi tuko upande gani. Services ya bishop yote, confirmation, kufanya nini, maendeleo ya Kapenguria diocese, tumewachwa nyuma kwa mambo mengi. Hivyo wewe Archbishop, utuambie, wewe ndio unaambia Onyango, kwa sababu wewe ndio uliandikia Onyango kwa komisa ya hapa. Wewe ndio unalazimisha yeye afanye mambo hayo yote, hata kufunja sheria ya constitution ya Anglican ya procedure na process ya kuchagua bishop. Sisi tulipewa diocese na Onyango akatumwa Kapenguria diocese na kasi ambaye alipewa, na tunaona kwamba kasi yenye anaendelea wakati huu si kasi yenye alipewa kufanya katika diocese ya Kapenguria. Wiki jana kundi moja la waumini pamoja na viongozi wa kanisa hili lilizuiliwa kwenye hafla ambayo ilikuwa ikiendelea katika ukumbi wa Nasokol. Koti ilitoa orders na ikajieleza ya kuwa kila kitu ambayo inaendelea ili kuchagua bishop katika Kapenguria diocese iweze kusimamishwa ili contentious issues ziwe addressed kwanza. Bishop mzima kupuuza kotini na kusema kwamba court orders yenye natoka kwa kotini ya Kenya ni scarecrow. Kuna wale wenye wanaambiwa hao waingie, wengine wasiingie. Ni kanisa gani ambayo wanachagua watu? Court order yao walikuwa nasema kuzuia election, wasifanye election, atufanye election, si tuko kwa process hapa peke yake. Nikiripotia NTV mashinani kutoka mji wa Kapenguria, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.